Maezo ya filamu yanapoanza, yanatutambulisha kwa mhusika mkuu anayehamasisha na mwenye bidii, Hanana Hanazawa. Yeye ni mwanafunzi bora anayechukua masomo yake kwa umakini na kujitahidi kufikia ubora katika kila anachofanya. Ujitoleaji usiokomaa wa Hanana kwa elimu yake unafanana tu na upendo na uaminifu wake kwa familia yake. Ana marafiki wawili wa dhati, Max na Suzy. Max amekuwa akipenda Hanana kwa siri tangu utoto wao, lakini yeye hajui hili. Wazazi wa Hanana wanamiliki mgahawa wenye maisha na wenye shughuli nyingi, na wanafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha wateja wao wanafurahi na wanaridhika. Kwa hiyo, Hanana mara nyingi hujikuta akimtunza mdogo wake ambaye anavutiwa na filamu za mapenzi na hadithi za visasa. Jioni moja, anapomlaza mdogo wake kitandani, Hanana anamwambia hadithi ya kitamaduni ya Cinderella. Hata hivyo, mdogo wake anaonekana anavutiwa zaidi na filamu ya kimapenzi inayocheza kwenye runinga. Ghafla, anaelekeza kwenye skrini na kutamka kuwa mhusika mkuu wa kiume anaonekana kama mfalme mchumba wa Hanana. Kuisikia hii, Hanana anaanza kupiga kicheko na kutambua kwamba anampenda kwa siri mhusika huyu mkuu wa kiume. Jina lake ni Katie Ayase, mwigizaji maarufu wa kitoto na mwanachama wa bendi ya wavulana maarufu nchini Japani. Umskini mzuri, ucharmu na vipawa vya Ayase vimewapa wafuasi wengi, haswa miongoni mwa wasichana wadogo ambao wanampenda. Hanana anatamani mapenzi kama ya hadithi za visasa na Ayase, lakini anaweka hisia zake siri kutoka kwa marafiki zake, ikiwa ni pamoja na marafiki zake wa dhati, Max na Suzy. Licha ya mafanikio yake ya kielimu, ulimwengu wa kubuni wa Hanana unazunguka kwenye filamu za Ayase, tamthilia na video za muziki. Anatumia wakati wake wa bure akifikiria kumhusu na kuwazia jinsi ingekuwa kumkuta uso kwa uso. Siku moja, maombi yake hatimaye yanasikiwa. Hanana anapata simu kutoka kwa rafiki yake Suzy, akimjulisha kuwa nyota Ayase anakuja kutengeneza filamu shuleni kwao. Kwa kweli, anatafuta waigizaji wa ziada na wanafunzi wote wanastahili kushiriki. Kuyasikia haya yote, Hanana anaanza kuruka kwa furaha na kumwambia kwa furaha Suzy aongeze jina lake kwenye orodha pia. Siku iliyofuata shuleni, Hanana na Suzy pamoja na wanafunzi wengine waliochaguliwa wamesimama mstari. Kazi yao ni kuigiza kama wanafunzi wa kawaida wakifanya kazi katika maabara. Wakati Suzy anaonyesha jinsi anavyofurahi kukutana na mnyoto wa pop Ayase, Hanana anajizuia akiwaonyesha dalili za msisimko mbele ya rafiki yake. Wakati wasichana wanajiandaa kwenye maabara kwa upigaji picha wa filamu, Hanana anagongana na Ayase mwenyewe na kumfanya apate mshtuko wa kuona mnyota. Ayase anaomba msamaha haraka na anaendelea na upigaji picha, lakini Hanana anabaki katika hali ya mshtuko kwa ukweli kwamba amegusa mpenzi wake maarufu. Ayase anamwangalia kutoka mbali na kumcheka na kumwacha Hanana akiwa na wasiwasi zaidi. Baada ya upigaji picha, Suzy anamuuliza Hanana kama alimuona Ayase kwa karibu. Hanana anadumisha mwonekano wake wa kutopendezwa na anasema kwamba hakujisumbua kumwangalia. Suzy anashauri kupata mtazamo wa karibu kwake, kwani yeye ni mvulana mrembo na mwenye kuvutia. Wikendi moja, Hanana anaamua kuendelea na mazoezi ya tenis katika klabu iliyo karibu na shuleni kwao. Kufurahia wakati wake wa peke yake, hivyo anatembelea bustani karibu. Baada ya kupumzika kwa muda, anaenda kwenye maduka kwa vile alimahidi mdogo wake ataleta teddy bear nyumbani kwake. Katika eneo linalofuata, Hanana anaingia ndani ya ukumbi wa michezo na anajaribu kushinda teddy bear kwenye mashini ya mchezo wa claw. Baada ya majaribio mengi, amebaki na sarafu moja ya mwisho kucheza mchezo huo. Wakati huo huo, mvulana asiyejulikana ambaye amekuwa akiwaona Hanana akijitahidi, anamkaribia nyuma. Kisha anampa maagizo ya kuongoa ambayo kwa hayo anafanikiwa kupata teddy bear. Hii inamfurahisha Hanana na anapogeuka kumshukuru mvulana huyo, anagundua kuwa yeye ni mpenzi wake Ayase mwenyewe. Kama ilivyotarajiwa, Hanana anashangazwa sana, lakini Ayase ni mtulivu na anaonekana tofauti na kama kawaida. Kwa mshangao wake, Hanana anampigia kelele jina lake hadharani na kuvuta umakini wa wafuasi wa karibu. Kwa kujibu, Ayase kisha anamshika mkono na kukimbia kutoka kwenye maduka. Mara tu wanapofika kwenye eneo salama, Ayase anasema kwamba hataki kuwa kituo cha umakini. Anataka tu kuwa na maisha ya kijamii na kufanya marafiki wazuri. Hanana hajui cha kusema, lakini badala yake anaondoka ghafla, akitambua kuwa amechelewa kwa filamu. Katika haraka yake kufikia ukumbi wa sinema, viatu vyake vya kisigino vinaanza, lakini hata hivyo, anafikia marudio yake. Hapa
Anaapa kamwe kuosha mkono wake kwani ulishikwa na mpenzi wake. Kwa kushangaza, Ayasi anamfuata hadi ukumbini wa sinema na wanazungumza kwa muda. Hanana anasema anapenda filamu za zamani za mapenzi kwani ni tamu na za kuvutia. Hii ndio sababu anapenda hadithi ya Cinderella sana. Ayasi kisha huondoa viatu vyake na kumkabidhi kwake kwa sababu viatu vyake vimevunjika. Hanana hataki kuvichukua, lakini baada ya kusisitizwa sana, anakubali. Baada ya kusema asante, Ayasi anamwagisha tu na kuondoka. Siku ya pili, anafanya ziara ya mshangao tena kwa darasa la Hanana. Wakati kila msichana shabiki anapopiga kelele kwa uwepo wake, macho ya Ayasi yamewekwa tu kwa Hanana. Kisha anamkaribia, akileta jozi mpya ya viatu. Kila mtu anayemzunguka, ikiwa ni pamoja na rafiki yake wa dhati Max na Suzy, wanashangazwa na hili. Ayasi kisha huweka viatu vipya, akisema ni kama hadithi za visasa kama alivyotaka. Baadaye, Hanana anamfuata nje ya jengo la shule ili kumrudishia viatu vyake kutoka siku nyingine. Kisha anamshukuru tena. Kabla ya kuachana, hata hivyo, Ayasi anaandika nambari yake kwenye mkono wa Hanana na kumwambia amsimamie na angalau afichue jina lake. Usiku huo, anaangalia mkono wake na kujicheka mwenyewe. Kisha anapiga simu kwa nambari iliyoandikwa, ikiitumai kumwambia Ayasi jina lake. Kwa bahati mbaya, nambari haipatikani kwa sasa. Wakati huo huo, Ayasi anakutana na mpenzi wake wa zamani Daisy, ambaye pia ni mwigizaji maarufu. Hawana hisia ngumu kati yao na wanafurahia wakati pamoja kwani watakuwa wakishiriki katika filamu ijayo. Siku ya pili, Hanana kwa hasira anaosha nambari ya simu ya Ayasi iliyoandikwa kwenye mkono wake. Anaamini kuwa anamchezea tu hisia zake. Mahali pengine, Ayasi anasubiri kwenye vani yake akiwa tayari kupiga picha. Meneja wake anampa ushauri kidogo, akisema kwamba Ayasi anapaswa kufikiria kwa hekima kabla ya kufanya chochote hadharani. Kama mwigizaji, ni muhimu sana jinsi umma unavyomuona na utafutaji wowote hasi unaweza kuharibu kazi yake. Hata hivyo, Ayasi hasikilizi meneja wake anapomtambua Hanana kwenye mitaa. Kisha anashuka haraka kwenye vani yake na kumkaribia. Ayasi ana wasiwasi kwamba hakumuita siku nyingine, lakini Hanana anamwonyesha magogo ya simu kwenye simu yake, akieleza kuwa alijaribu kumuonia mara nyingi. Ayasi anapotambua lazima amempa nambari yake ya zamani ya simu, kwa hivyo anaendelea kuokoa nambari yake mpya kwenye simu yake. Lakini msichana wetu tayari amevunjika moyo, kwa hivyo ananyakua simu yake na kumuonya asicheze na hisia zake. Anakiri kumpenda zamani, lakini sasa hamvutiwi naye. Hanana anapoondoka, Ayasi anasisitiza kuwa ni vizuri kuwa na matarajio kabla ya kumshika uso na kumbusu. Na Hanana anashangazwa na busu la ghafla na hasemi neno. Ayasi kisha anakiri kuwa alitaka daima kujua jina lake tangu alivyovutiwa naye kutoka mara ya kwanza walipogongana. Hii inamfanya Hanana ayeyuke, kwa hivyo hatimaye anafichua jina lake. Eneo hilo kisha liniruka hadi siku iliyofuata. Hanana amevaa nguo nzuri kwa miadi na Ayasi anawasili kumchukua kwenye vani yake. Hanana anachangaa wanaenda wapi, lakini mpenzi wake anamwambia asubiri na aone. Ifuatayo, Hanana anashangazwa wakati Ayasi anampeleka kwenye nyumba yake ya anasa. Hajawahi kuwa katika nyumba kubwa kama hiyo, na yeye hajawahi kumleta msichana ndani ya nyumba yake. Wawili hao wanazungumza kwa muda na kupumzika pamoja wakiangalia filamu ya kimapenzi. Ayasi kisha huanguka usingizini kwenye bega la Hanana. Baada ya muda, meneja anajitokeza, pia anashangaa na kutatanishwa alipomwona Hanana. Anapoulizwa juu ya msichana huyo, Ayasi anadai kuwa yeye ni mpenzi wake na kumshangaza tena meneja na Hanana mwenyewe. Baada ya kuondoka kwenye eneo hilo, meneja anaendelea kumkaripia Ayasi juu ya kudumisha sura yake ya umma na hakukubali uhusiano wake mpya na Hanana. Ana wasiwasi kwamba wafuasi wa Ayasi wangeweza hasara ikiwa angekuwa akifanya mapenzi na kwamba umma unaweza kukasirika, haswa kwa kuwa Hanana ni mwanafunzi wa shule tu kutoka kwa hadhi ya chini ya kijamii. Bila kujali, mnyota wa pop huyo hana ubaguzi kwani anadai kuwa anampenda sana. Siku ya pili shuleni, Hanana anapata ujumbe wa maandishi kutoka kwa Ayasi akimjulisha kuwa hataweza kuzungumza naye sana kwa siku kadhaa kwani atakuwa busy kupiga filamu mpya. Zaidi ya hayo, anapokuwa akitamani sana kuwa naye, wikendi Hanana anasaidia rafiki yake wa kiume Max na duka la maua la baba yake. Mwisho, anakiri kumpenda Hanana, lakini yeye hachukulii kwa uzito. Mara moja, Max anapata agizo la maua kutoka kwa kampuni fulani ya filamu. Hanana anapowasilisha maua kwenye eneo hilo, inageuka kuwa ni seti ya filamu mpya ya Ayasi. Anashuhudia akiwabusu mhusika mkuu wa kike ambaye anafichuliwa kuwa mpenzi wa zamani wa Ayasi, Daisy. Ingawa ni sehemu ya filamu,
Hanana anavunjika moyo kuona mpenzi wake akimbusu mwingine. Anapokuwa karibu kuongoza seti, Ayasi anamwangalia na kumfuata. Anamchukua mahali pa faragha na kumwambia asiwe na wasiwasi juu ya filamu. Kisha anambusu pua yake akidai kuwa kuanzia sasa hakuna mwingine anaweza kuwa karibu na Hanana tena. Wakati huo huo, Daisy anawaangalia kutoka nyuma na hafurahii kupenda kipenzi cha Ayasi. Baadaye anaporudi nyumbani, Hanana anapata simu kutoka kwa Ayasi akiuliza kama anataka kwenda nje kwenye mwamvuli mwingine naye. Hanana anakataa kwa adabu kwani anasherehekea siku ya kuzaliwa ya Max nyumbani. Ifuatayo, Suzy anahimiza Max ajaribu kukiri hisia zake kwa Hanana. Max ana wasiwasi sana kwamba mara ya mwisho alipofanya hivyo alimfukuza. Marafiki hao kisha hukusanyika na kukaa pamoja kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Max. Ghafla Ayasi anawasilia eneo hilo akiwashangaza wote, haswa Hanana. Anajiunga nao na kufichua kuwa yeye na Hanana wanapenda. Ingawa Suzy anaitikia vema, Max anavunjika moyo. Baadaye wakiwa wawili wamebaki peke yao, Max anauliza Ayasi kama ana uwazo juu ya Hanana. Vinginevyo, haipaswi kuwa karibu sana naye. Akitambua kuwa Max pia anampenda, Ayasi anasisitiza kuwa ana uwazo kabisa juu ya Hanana. Hata hivyo, Max hataachana kwa urahisi. Yeye ndiye aliyembusu Ayasi, sio namna nyingine. Daisy anatambua Hanana anampenda zaidi kuliko yeye, kwa hivyo anaamua kusiingilia kati yao. Kuyasikia haya yote, Hanana anaelewa alikuwa mkali sana kwa Ayasi, kwa hivyo anaamua kurekebisha mambo naye. Baadaye usiku huo, Ayasi anamtembelea mahali pake na kuomba msamaha kwa siku nyingine. Anamwambia kuwa anampenda yeye tu, si Daisy. Hanana pia anaomba msamaha kwa kutomsikiliza upande wake wa hadithi. Wawili hao wanapatana na siku iliyofuata, Ayasi anakodisha bustani ya michezo yote kwa Hanana. Wanacheza michezo yote na kutumia wakati wa ubora pamoja. Kadiri wakati unavyopita, upendo wao unakuwa tu zaidi na wanachunguza maeneo mapya, wanaenda kwenye sinema na hutumia wikendi nyumbani pamoja. Hata hivyo, shida huibuka haraka wakati vyombo vya habari vinapotoa habari hasi kuhusu Ayasi. Hanana anatazama habari nyumbani ambapo mhariri anafichua kuwa Ayasi amekuwa akifanya mapenzi na msichana wa shule ambayo ni kinyume cha sheria. Ingawa uso wake umefichwa, Ayasi si shida kubwa na hii inaweza kuharibu kazi yake. Mahali pengine, anapoongozwa kukutana na Hanana na zawadi ya siku ya kuzaliwa, Ayasi anajulishwa habari na meneja wake. Mhusika mkuu wa kike anaanza kwa sababu na kumuita Ayasi, lakini yeye amezungukwa na vyombo vya habari wakiuliza kama fununu ni za kweli. Lakini anaogopa matokeo, Ayasi hasemi chochote kwa sasa. Siku iliyofuata, meneja wake anamtembelea Hanana akiomba amwache Ayasi. Maelezo ya uongo kuhusu Ayasi akimwathiri msichana wa shule yanaweza kuharibu kazi yake. Baadaye usiku huo, Hanana anafikiria kile meneja alichosema na hatimaye anaamua uamuzi. Anakutana na Ayasi na anaamua kujitenga naye. Hanana anaamini kuwa yeye ndiyo sababu kwa nini yote haya yanamtokea Ayasi, kwa hivyo anataka kumaliza hadithi yao ndogo ya hadithi za visasa na kutafakari ukweli. Kwa siku chache zijazo, wapenzi wote wanaenda kwenye hali ngumu kwamba hawawezi kusahau kuhusu wao wawili. Filamu kisha inaruka hadi miaka 3 baadaye. Ayasi sasa ni mwigizaji anayejulikana kimataifa. Siku moja, wakati anasherehekea baada ya kupokea tuzo ya kimataifa, meneja wake anampa barua iliyoandikwa na Max. Katika barua hiyo, Max anaeleza kuwa tangu yeye na Hanana walipotengana, Hanana amekuwa akiangalia filamu za Ayasi mchana na usiku. Anamkumbuka sana kwamba kila wakati Max na yeye walitoka nje, angeacha kwenye bango ili kuona uso wa Ayasi. Kwa hivyo, Max anataka apatane na Hanana. Katika barua hiyo, pia kuna tiketi ya sinema iliyoshikamana nayo ambayo Max anataka Ayasi aende. Wakati huo huo, anakabidhi tiketi nyingine kwa Hanana. Hata hivyo, Ayasi anapofika kwenye ukumbi wa sinema, onyesho limeisha. Akiwa amekata tamaa, anaendelea kwenda nyumbani, akigongana na Hanana kwenye ukumbi. Wawili hao hatimaye huonana tena baada ya miaka 3 mirefu. Ayasi kisha anasema kwamba aliahidi mwenyewe kwamba siku moja, mara tu atakapokuwa mwanamume na anastahili upendo wake, atarudi kwake. Hanana analia machozi ya furaha baada ya kumwona Ayasi uso kwa uso. Kisha anampa zawadi ambayo inageuka kuwa jozi ya kiatu chenye kung'aa kama ya Cinderella. Filamu inamalizika wakati Ayasi anamuomba Hanana aoe, ambayo anafurahia.